ndugu waandishi wa habari, tunashukuru siku ya leo tumekuwa na timu ya Bomani pamoja na Sabasaba kutafuta mshindi wa 3, na tumetumia fursa hii kuwapongeza sana timu zote mbili ambazo zilikuwa uwanjani, zimeonyesha nguvu na jitihada kubwa kutafuta ushindi wa 3. Pongeze Sabasaba, nipongeze Bomani. Lakini ameibuka mshindi wa 3 Bomani siku ya leo. Lakini pia tuna nafasi kuatia moyo wa Sabasaba kwamba sio mwisho, bado tuendelee michezo inayokuja, tunaamini siku moja itawezekana. Lakini nitumia nafasi hii tumebakiza finali ambayo tunatarajia kuicheza hapo mbele wakati watu watakapoamka. Lakini niseme kwamba kulitokana na taratibu ambazo zimeingiliana katika mji wetu wa Tarime, kumekuwepo na mabadiliko ambayo tumeyafanya baada ya kuwa na vikao mbalimbali siku ya leo, tukijua kwamba tuna ugeni mkubwa hasa katika mji wetu ambao sasa ni ugeni wa kitaifa, na tumekuwa tukishughulika na huko ndiko lilikokuwa. Kwa hiyo ratiba yetu ambayo ikifanyike kesho haitafanyika kwa sababu ya kumtafuta mshindi wa kwanza na wa pili. Ratiba ya kumtafuta mshindi wa kwanza na wa pili itafanyika Jumapili inayokuja, na siku hiyo ni pamoja na kugawa zawadi pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo taarifa hizi, ndugu waandishi wa habari, ziweze kufika kila mahala kwamba kesho tutamtafuta mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Baada ya kusema haya mashindano yanadhaminiwa na Mheshimiwa Mbunge ambaye iko Kebaki, ambaye anaenda na jina la Samia Cup. Kwa hiyo siku ile tumetumia viwanja vya Tarime Sekondari kwa sababu kuna shughuli kubwa sana ambayo inaendelea kwenye viwanja vya Serengeti, huko tukijua kwamba tumempokea tayari Diamond kwa ajili ya kazi inayoendelea katika mji wa Tarime. Asante sana. Ya kwanza namshukuru Mungu kwa kutujalia tumemaliza mechi salama. Kwa majina naitwa Joshua Rafael, ni kapteni wa timu ya kata ya Bomani. Mchezo ulikuwa mgumu kwa sababu hata wenzetu walikuja wamejiandaa, ndio maana mchezo umeisha kwenye mikwaju ya penalti. Na maana mchezo wenzetu walikuwa wameutaka na sisi tunautaka, lakini tunashukuru Mungu kwa upande wetu, Mungu ametujalia tumekuwa washindi wa 3. Na pia hii michuano ilikuja kuhamasisha vijana, lakini pia ni sehemu pia ya ajira, pia inawatangaza vijana kwa kiasi kikubwa. Kwa kiasi kikubwa wengine labda walikuwa mitaani sisi wanafanya uhalifu, lakini wako kwenye michezo. Kwa hiyo tunashukuru sana mbunge kuleta hii michuano. Tunaomba pia watu wengine wajitokeze kwa support michezo. Hakuna timu ambayo imeingia kwenye michuano inataka kuwa washindi wa 3. Kila timu ina lengo lake la kwanza ilikuwa bingwa. Lakini sasa inategemeana. Kwa sababu wenzako wamejiandaa vizuri na wamejiandaa, lakini mwisho wa siku karata inakuwa si upande wako, ndio upande wa watu wengine kwa wanachukua. Kwa hiyo sisi tunashukuru, tumeanza na kata 8, lakini leo washindi wa 3 tunamshukuru Mungu. Kuna wengine wakufika hapa sisi hapo tulifika. Tunamshukuru Mungu kwa hili sana. Naitwa Peter Maona, ni kocha wa kanda wa Bomani. Kwanza nipende kushukuru mashindano haya ya Samia Cup yamefanya vijana wawe pamoja. Pia nipende kuishukuru kata yangu pamoja na vijana wangu wa Bomani, kwa kweli wamejitoa. Chanzo cha kuwa mshindi wa 3 ni kujituma kwa vijana. Kwa kweli hapa tulipokipata tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sio kidogo. Asante. Kwa majina yangu naitwa Josia Elisha, kocha msaidizi wa Sabasaba. Tumepoteza mechi kwenye penalti. Kwa hiyo zote penalti ni upigaji wako mwenyewe kwako pande au kosi. Pia ni bahati. Kwa hiyo kwa upande wetu tumekosa. Nashukuru Mungu tumeweza game salama. Tutajipanga na mashindano mengine yajayo kama endapo huyu mwanzilishi wa Samia Cup ataleta mashindano